watu kuwaokoa. Nyumbani na mjini niwe kama Yesu, niwe kama Yesu, niwe kama Yesu. Uniongoze Baba, niwe kama Yesu, na unifahamishe wakati ndio mfupi, unibidishe Bwana, niwe kama Yesu, niwe kama Yesu, niwe kama Yesu, uniongoze Baba, niwe kama Yesu. Haya, tumetafakari wimbo. Beti ya kwanza ina ujumbe gani? Unipe nini? Njia, si ndio jamani? Kwa beti ya kwanza njia. Na njia ya Mungu iko wapi? Patakatifu. Beti ya pili ina dini na nini? Watu kuwaokoa, si ndio? Kwa uwezi kwanza kuwaokoa wengine kabla hujatambua njia ya nini? Ya sala, si ndio? Njia ya wokovu, njia ya sala ni sawa. Na njia ya Mungu ipo katika nini? Patakatifu. Sinasema Mungu njia yako ipo katika nini? Patakatifu. Kwa cha kwanza ni Mungu atufundishe njia ya sala. Beti la pili kuenda kuwaokoa wengine. Beti la tatu kujua nini? Muda, ufinyo wa wakati, si ndio? Tuombe. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana Bwana kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa neema yako kutukusanya pamoja katika darasa hili. Tunashukuru kwa sababu wewe ni mwalimu mkuu na utakuwa nasi leo hii kutufundisha tena. Tunaalika malaika zako waweze kuwa pamoja nasi. Roho wako mtakatifu azidi kutufundisha na kutuelekeza katika kweli yote. Nasi tukatakaswe katika hiyo kweli kwa kuitii kikamilifu kwa neema yako. Tunaomba kwa ajili yetu tulioko hapa, mkubwa hata mtoto mdogo Ellen, tunajikabidhi sote katika mikono yako yenye nguvu. Tukiombea na ndugu zetu walioko mbali na mazingira haya ambao nao pia wanakusanyika hivi kwa lengo la kujifunza. Neema yako inatosha, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kaka, kama kawaida utakuwa unashika hiki. Tutakuwa tunaambiana kurasa gani. Siamini sana tafsiri ya kitabu hiki. Kuna baadhi ya maneno mengine hayajatafsiriwa vile vizuri. Wamefanya kwa neema ya Mungu kile kizuri, lakini kuna baadhi tu ya sehemu. Unajua hivi vitabu muda mwingine vinatafsiriwa na Google. Sasa Google kiweka itafsiri. Google haijui mpango wa ukombozi. Si ndio? Ila kitafsiri mtu ambaye anatambua mpango wa ukombozi atasema ili neno sio sahihi kuwekwa hapo. Kuna neno ataliweka linaloendana na mpango wa nini jamani? Wa ukombozi. Kila mtu anaweza kaona hapa. Kaka, unaonaje ungekaa pale na kushauri na kupendekezea kama hutojali. Ili uweze kuona kwa uzuri. Kama utaweza kuona hapo pia sio mbaya. Wewe tu uwe huru. Kwa hivi kidogo. Sijajua unaona? Sogeze hapa sio? Hapa kila mtu ataweza kuona vizuri sio? Haya. Kwa hiyo kila mtu anaweza kaona na hapa kila mtu ataona. Haya. Nini jamani tunajifunza? Shule za manabii. Kwa tunaendelea na kutoka pale tupoishia, si ndio? Shule za manabii. Na kila mtu leo pia nasema kuandika. Kweli? Utafuta kabisa kwa dadako ukaenda kumwomba ukakosa kabisa. Ungefika na huko.
Ukishindwa pata karatasi pale. Pale. Peni. Peni. Peni mbona ziko nyingi tu? Peni ni kitu cha kukosa kweli? Eti jamani, peni yangu nyeusi iko wapi? Kalamu ziko nyingi jamani. Na hii pia naweza kachukua. Unajua unapoandika, mkono unaposhirikiana na akili kuandika kitu. Yaani sio swala la kusema kwamba nitapitia baadaye, si ndio? Lakini unapoandika, unaposhirikiana na mwalimu wakati huo, kuna kitu unajengwa kwenye akili. Ndio sayansi ya kuandika. Unapoandika kwenye kitu, kama kwenye daftari, hata ukifumba macho, unakumbuka kitu kile kimeandika upande fulani. Na ndio maana tunashauriwa tunasoma vitabu gani? Hivi hapa. Vya hard copy nini? Nakala ngumu. Tunasoma nakala ngumu. Faida ya kusoma nakala ngumu inakusaidia hata kujua fungu fulani liko kitabu fulani ukurasa huu. Mimi kuna wakati fungu naweza nikalisahau lilipo. Ile anasema nikienda kwenye Wakolosai upande wa kulia pembeni kidogo nitalikuta. Na kweli nikifika tu hapa mbele hapa. Unaona, kwa hiyo ili tayari akili yako inajua mahali ilipo. Lakini hizi nakala nyepesi laini ndio soft copy. Za kupandisha tu hivi chwa. Kusahau ni rahisi sana. Kwa kuna sayansi ya ubongo ambao tunataka kuiendeleza. Na ndio tuko shuleni, si ndio? Tunakumbuka tulipoishia? Tulikuwa tunaangalia katika sura ya 6 ya Wazee na Manabii. Tulijenga msingi mzuri sana katika kitabu hiki cha Wazee na Manabii na katika somo la nini, shule za nini? Za manabii. Tuliweza kuona kwamba shule ya manabii kwanza kabisa msingi wake ulikuwa katika nini jamani? Nyumbani, si ndio? Lakini nyumbani sio nyumbani tu. Mahali gani pa nyumbani? Maana hata walioko mjini wako nyumbani. Mashambani. Walioko mjini waishi kwenye vichaka, si ndio? Nao pia wako nyumbani. Kwa nyumbani hapa ambapo shule hizi za manabii zipo zinatakiwa ziwepo ni mahali ambapo ni nje ya nini? Nje ya miji. Ukisoma kitabu cha Nyumba ya Adventista, ndio Adventist Home. Baada ya uchumba unafika kwenye ndoa, kuna kipengele kinaitwa nyumba ya Adventista. Yaani wapi nyumba zetu zinapaswa kuwa? Wangapi washona hicho kipengele? Wapi nyumba zetu zinapaswa kuwa? Kwa hiyo baada ya hilo swali tunachofuata ni nini? Kuishi wapi? Mashambani. Kwa hiyo ina maana nyumba zetu zinapaswa kuwa wapi? Mashambani. Katika zile hatua 7 ambazo tuliziangalia, wanaokumbuka. Tuliangalia hatua ngapi? 7 za maandalizi katika nini? Katika zama. Mnakumbuka wote? Kulikuwa na uchumba, kulikuwa na mahusiano, kukawa na uchumba, kukawa na ndoa. Baada ya ndoa nini kinafuata? Kuishi mashambani. Baada ya kuishi mashambani kinachofuata? Kuwina. So winning ndio nini? Kuongoa roho, uongoaji wa roho. Kwa hiyo maana mjumbe atakayepaswa kuongoa roho ni yule ambaye nyumba yake ameweka wapi? Nje ya nini? Nje ya miji. Haimaanishi kwamba aliyopo mjini asihubiri, anahubiri, lakini akiwa na lengo la kuondoka hapa. Si sawa jamani? Lakini nguvu utapata zaidi unapokuwa nje ya nini? Nje ya miji. Kwa sababu utahubiri kile ambacho unachokiishi. Au kuna baadhi ya jumbe utaziacha. Ukisema tule vizuri nini utaambia unalima wapi? Unakula wapi? Mboga zako ziko wapi? Maswali hayo, si ndio? Zama inakuja, hakuna kuuza kununua tuende mashambani. Wewe uko wapi? Utakuta unaishiwa nguvu. Lakini Mungu alitaka wanaoongoa roho watokee wapi jamani? Mashambani. Lakini hao nyuma yake kuna nini? Familia. Ikae nje ya nini? Ya miji. Kwa hiyo tulitazama shule za manabii na tukaenda kuanza kuangalia kwa nini kuna shule za manabii. Kwa leo tutatazama kwa upana kipengele ambacho kinasema kwa nini. Si ndio jamani? Nilisema kama mnakumbuka nikasema kwa nini? Kwa nini ambao ndio why, si ndio? Inaendana na nini? Kwa nini endana na nini? Kwa nini? Na wapi? Kwa sababu tunaanza kuangalia kwanza nini tunachokizungumzia, si ndio? Ambayo ni what. Si sawa? Nini ndio shule za nini? Shule za manabii. Ambayo ndio SOP, sawa? Shule za manabii. Hiyo ndio nini tunachokiangalia, ni shule za nini? Za manabii. Kwa nini kuwa na shule za manabii? Inaendana sawa sana na kitu gani kinachofuata hapo? Kweli? How? Nini inaendana na nini? Na wapi? Sawa? Nini shule za manabii wapi? Mashambani, katika familia. Si ni sawa? Kwa nini kuwa na shule za manabii inaendana sawa sawa na nini? Na namna gani? Sasa hizo shule zitaendeshwa. Si ni sawa pendo? Haya, tunaendelea. Mngeandika mngechungulia kidogo. Si amkuandika sasa. Uliandika? Ni si hivi hivi? Au ulikuwa unataka na wapi? Nini na wapi?
na namna gani. Si sawa? Sawa. Kukumbuka naona kiko. Basi pole. Wakati mwingine rudia. Na leo tutaangalia pia sifa za wanafunzi wanatakiwa kuwepo katika shule za manabii. Muda mwingine tutagundua kwenda sisi hapa ni neema tu ya Mungu kuwepo hapa, ndio tuna sifa hata moja kwenda kuwepo katika shule za manabii. Tuko sawa? Tunaelewana eh? Haya, sasa kabla hiyo kuna hii nukuu hapa. Wangapi wanasoma kesha la asubuhi? Mimi nimesoma kesha asubuhi, kuna kitu nimekipata kizuri sana katika kesha asubuhi la leo. Unajua kichwa chengi nasemaje? Kichwa cha kesha la leo. Ngoja nisomeni kichwa tu cha kesha la leo. Ni nzuri sana. Nikaona sasa mbona Bwana ameniletea kabisa kile ambacho tunachojifunza. Ndio hicho nimekipata siku ya leo. Kitabu kinaitwa Lift Him Up. Muinue juu Yesu. Si sawa? Muinue Yesu juu. Katika Mei 28 inasema in the school of Christ. Katika shule ya nani? Ya Kristo. Nzuri sana. Kuna nukuu tu moja nimeweka hapa, naomba tuitafakari hapa. Inatoka kurasa wa 162. Tusome pamoja 162. Tumeiona Inasemaje? Tusome pamoja. Tunapaswa kuingia katika shule ya Kristo. Mbona mnasoma bila uwiano wa maneno? Mwingine anatangulia, mwingine anaogopa kusoma. Tunaogopa kusoma nukuu ya Kristo. Tunapaswa kuingia katika shule ya Kristo. Kwa lengo gani? Kujifunza kwake mambo makuu mangapi? Mawili. Upole na nini? Na unyenyekevu. Nukta. Kumbe katika shule ya Kristo, yani kwa maana nyingine ni kwamba tunapaswa kujiunga na shule ya nani? Ya Kristo. Tuko sawa? Na hii shule ya Kristo haiangalii umri. Ila inaangalia utayari. Tunaelewa pendo? Tuzingatie kwa makini maneno mazuri sana. Mama, unanipata? Pole, usijali. Muombee atakuwa sawa, sawa? Anasema tunapaswa kuingia katika shule ya Kristo. Kwa maana nyingine tunapaswa kuandikishwa katika shule ya Kristo. Kristo ndio mwenye shule. Tunaelewa? Shule za manabii, si tunaona hapa? Tutaenda kuangalia kitu fulani kwa sababu nabii ina maana kubwa sana. Nabii ni yule ambaye aliyekuwa anavuviwa na Mungu moja kwa moja. Maana ya kwanza. Maana ya pili, kuna wale ambao walikuwa japokuwa hawavuviwi moja kwa moja, ila walikuwa wanafundisha maneno matakatifu. Tuko sawa wapendwa? Kwa hiyo na maana nabii si lazima awe amevuviwa moja kwa moja kwamba amelala, ameamka na neno kama Musa, kama manabii wengine, lakini anaweza toka anafundisha maneno matakatifu. Kwa hiyo na maana nyingine nabii ni mwalimu. Kwa hiyo unaweza kuwa nabii. Ukifundisha neno la nani? La Mungu, ni nabii. Tuko sawa wapendwa? Kwa hiyo ina maana kwa muktadha huu, ina maana huyu nabii anachokifundisha ni kile ambacho amekipokea kutoka kwa nani? Kwa Kristo mwenyewe, kwa Mungu. Ina maana kama amekipokea kwa Kristo, ina maana nani ambaye anafundisha wakati huo? Ni Kristo. Kwa hiyo Kristo ndio angekuwa afundishe shule hiyo. Sasa amepatia wanadamu wafanye kazi hiyo. Tunaelewa? Kwa hiyo ina maana anaposema tunapaswa kuingia katika shule ya Kristo, mwalimu ni nani atakuwa sasa? Ni Kristo. Ni nabii, lakini ni Kristo ndiye anayefundisha. Kwa hiyo tukajiunge shule ya Kristo. Tumejiunga? Mimi nimejiunga, nyie? Amin. Tumesajiliwa, sawa jamani? Tumesajiliwa kwa neema ya Mungu. Anasema ukombozi, tunaangalia sana maneno haya. Anasema tunapaswa kuingia katika shule ya nani? Ya Kristo, au kujiunga katika shule ya Kristo. Maana ni elimu hiyo. Angalia baada ya nukta inachofuata. Ukombozi. Jamani, ukombozi ni ule mchakato ambapo nafsi inapata mafunzo kwa ajili ya mbingu. Tunasikia? Kumbe ukombozi na maana ni mchakato wa elimu wa nafsi kufundishwa, kupewa mafunzo kwa ajili ya mbinguni. Hiyo ndio maana ya ukombozi. Kumbe ukombozi na elimu huwezi kutofautisha. Tutaona hapa mbele. Sura ya 4 ya kitabu hiki cha elimu inasema uhusiano uliopo kati ya elimu na ukombozi. Anaendelea anasema, na ndio maana hata ukielezea nini, ukiambia elezea nini maana ya ukombozi. Ukombozi maana yake ni kumrejesha mwanadamu kwenye ukamilifu aliokuwa nao kabla hajaanguka wapi? Dhambini. Kumuendelezea kwake nyanja kuu ngapi? 3. Ya kimwili, kiakili na nini? Na kiroho. Huo ndio ukombozi. Elimu ni nini? Elimu ni ukuaji linganifu wa nyanja kuu ngapi? 3. Ya kimwili, kiakili na kiroho. Havitofautiani. Anaendelea. Tumeona sasa wazo wa kwanza ni elimu na ukombozi ameweka pamoja. Afa anaendelea anasema, mafunzo haya yana maana ya kupata ufahamu kuhusu Kristo. Mafunzo ya elimu ya ukombozi au katika elimu inamaanisha ukombozi kutoka kwa mawazo, tunaelewa jamani, tabia na nini? Mazoea. Angalia, mawazo, tabia na mazoea. Vitu vingapi vimetajwa? Vitatu. Vingapi jamani? Vitatu. Mawazo. Mawazo ni wapi katika mawazo? Akili. Tabia ni nini? Matendo. Tabia ni nini? Maisha. Lakini ni nini? Nyanja gani? Nyanja kiroho.
Ndio maana nasema kwamba ujenzi wa tabia, nyanja nini hiyo? Ya kiroho. Mazoea ni nini? Kimwili. Kwa ameweka tena hapo. Si ni sawa? Anaendelea. Anasema kwamba ambayo yamepatikana katika shule ya nani? Ya mkuu wa giza. Ni nani mkuu wa giza? Na Shetani na shule yake. Wakufunzi ni wangapi? Wawili tu. Kwa hiyo hapa tunamwona. Sasa itabidi nione naweka hapa. Maana kila mtu anatafuta hapa. Wakufunzi wawili. Kuna nani hapa? Kuna Kristo, si ndio? Kuna nani hapa? Shetani. Kristo anataka awafundishe watu katika nyanja kuu ngapi jamani? 3. Nyanja ya kiakili, nyanja ya kiroho na nyanja ya nini? Kimwili. Tunaona wapendwa? Haya. Katika hivi vitu ambavyo Kristo anataka kuvifundisha, anataka lengo lake ni nini? Lengo ni kuondoa vile ambavyo mwanadamu amejifunza kwenye shule ya nani? Ya Shetani. Mwalimu wa kwanza ni nani? Kwa mwanadamu tu mwalimu wa kwanza ni nani? Baada ya dhambi mwalimu wa kwanza sio Mungu tena, ni Shetani. Ulisema mwalimu wa kwanza kwa mwanadamu. Aha, asante, nashukuru. Mwalimu wa kwanza kwa mwanadamu alianguka dhambini ni nani? Ni Shetani mwenyewe. Na ndio maana kuna kitu kinaitwa kuzaliwa nini? Upya. Unapaswa kuzaliwa upya. Kwa nini uzaliwe upya? Na kuzaliwa upya maana yake nini? Kubadilishwa fikra na mtazamo kwa ujumla wa mwanadamu. Tunaelewa eh? Kwa hiyo ina maana mwalimu wa kwanza ni nani? Ni Shetani. Ana shule yake. Tangu mtoto mdogo huyu hapa anaanza kumfundisha. Anamfundisha vitu vyake, ndio maana anamwambia shika hiki, hataki. Hiki hataki. Akipewa pipi anapenda. Ukimwondoa pipi, ukimpa bamia hataki. Sawa? Kwa sababu kuna mwalimu amemfundisha na amemuelewa. Kwa kuna juhudi ya kufanya hapo. Na ndio maana sisi tumefundishwa na mwalimu Shetani. Tuambie kula mchele wa brown. Sio mtamu. Tumezoea kula mchele mweupe. Nani ametufundisha? Shetani. Tunaelewa? Tumezoea kunywa soda ina sukari nyingi. Tukija kwa Kristo tunapewa vitu havina sukari nyingi, tunashangaa. Tumezoea kula vitu ambavyo vimepikwa kwenye mafuta mengi. Tukipewa michemsho hatutaki. Tunaelewa? Kwa sababu ya huyu mwalimu nani? Shetani. Warumi 7 inazungumzia kuhusiana na mume wa kwanza, sawa? Anapaswa kufa kabla kwenda kwa mume wa ngapi? Wa pili. Yule mume wa kwanza ni nani? Ni Shetani mwenye utu wa kale, ni Shetani. Tunaelewa? Kwa hivi ndivyo ambavyo Mungu anataka tukomboe. Na huu ndio ukombozi. Sasa ukombozi ni kujisalimisha kutoka kwa mwalimu Shetani kwenda kwa mwalimu nani? Kristo. Atukomboe katika nyanja kuu 3. Haleluya pendo. Amen. Haya. Na ndio maana ukishuka hapo chini anasema hivi, angalia nukuu ya elimu kurasa wa 15. Anasema kurejesha kwa mwanadamu sura ya muumbaji wake, kumrudisha tena katika ukamilifu alioumbwa nao, kuendeleza maendeleo ya kimwili, kiakili na nini jamani? Na kiroho, ili kwamba kutimiza kusudi, neno la msingi sana tutaweza kutazama hapo mbele. Ili kutimiza kusudi takatifu la wakati wa uumbaji. Hii ndiyo kazi ya ukombozi, nukta. Hili ndilo lengo la elimu mkato, lengo kuu la maisha. Kwa hiyo huwezi ukatofautisha vitu hivi. Vitu gani jamani? Ukombozi, nini tena? Elimu na nini? Maisha. Huwezi kutofautisha hata siku moja, huwezi. Kwa vile tunavyoishi ndio elimu tunayoipata. Ndio maana mtu anakuambia, mimi sijapeleka mwanangu shule au mimi sisomi hizo shule. Lakini hapo nyumbani kuna elimu ambayo anaipata. Kwa hiyo elimu ya uongo sio kwenda kwenye shule ya A, E, I, O ya serikali. Na elimu ya kweli sio kubaki nyumbani. Haimaanishi hivyo. Elimu ya kweli ni ile itakayomuondoa mwanadamu kutoka katika elimu ya nani? Ya Shetani. Au yamebadilishwa mtoto katika mtazamo wa kiakili, mtazamo wa kiroho na kimwili kwa ujumla. Ina maana hapa kwenye akili tumeona nini kwenye nukuu yetu? Akili ni nini amesema? Mawazo. Kiroho ni nini? Tabia. Ijengo tabia nani sasa hapa? Ya Kristo. Na kimwili ni nini? Mazoea. Mimi nimezoea tu. Unamkuta mtu anafanya tu kitu fulani, anafanya tu. Ina maana kwa nini anakifanya kile kitu? Kimeshajengeka kwenye akili, kimebadilisha mtazamo wake wa kiroho, yani katika tabia, na mwisho siku kinadhihirika kwenye maisha, matendo. Haya tutatafakari wakati mwingine kwa upana, lakini lengo letu leo kusoma shule za nini jamani? Za manabii. Huko ndiko walikuwa wanajifunza wale vijana ambao Samuel alikuwa anakusanya. Samuel alikuwa anakusanya vijana. Haya, na hii hapa naomba nisome. Nzuri sana. Inazungumzia mambo hayo, elimu na nini? Na ukombozi. Ni sura ya 4 ya kitabu cha elimu. Kuna kipengele kidogo sana mwishoni mwa hii sura. Naomba tu nikisome kwa haraka. Anasema kwa uelewa wa juu
kazi ya, yani kwa uelewa mpana, kwa maana nyingine ingeweza kusema hivyo, kwa uelewa mpana kazi ya elimu na ile ya ukombozi ni moja. Kama ilivyo katika elimu ndivyo ilivyo katika nini? Ukombozi. Kwa mtoto anaweza kabakia nyumbani, asiende shule za duniani, lakini bado akafundishwa elimu ambayo sio wapi? Sio ya mbinguni. Si muhimu sana kufahamu mambo haya. Haya, sasa hapa ndipo mahali tunapotaka tuendelee kujifunza. Kwa nini sasa kuwe na shule za nini? Za manabii. Hilo ndio lengo sasa la kuweza kutafakari, kwa nini shule za manabii? Kwa nini? Kwa nini? Hiyo ndio bakia kwenye vichwa vyetu sana. Kwa nini? Sawa jamani? Unataka kuuliza? Karibu kuuliza. Education ni 15 ni sura nayo. Ni ukurasa 15 Elimu ukurasa 15. Sasa tunarejea, nimejibu? Haya. Tunarejea kwenye shule za manabii. Ili tuweze kujua kwa nini shule za manabii, lazima tuende kitabu gani? Cha elimu chenyewe. Sura gani? Shule za manabii. Hapo ndo tutaona kwa nini sura iliandikwa hapa. Tulitafakari katika paragraph ya kwanza, aya ya kwanza, tuliweza kuitafakari kwa uzuri na kipindi kilichopita Ijumaa, si ndio? Leo tumekutana sasa kuweza kuangalia kutokea hapo tulipoishia. Naomba kama kuna kitu nikiacha, tukuacha jambo lolote. Tulianza kutafakari tu kwamba katika Israeli popote ambapo mpango wa Mungu elimu ungeendelezwa au mwanzishi wake. Kwa kama ungebeba vizuri mpango wa elimu, sawa jamani, matokeo yake yangemdhihirisha yeye aliyeanzisha. Ni nani? Kristo mwenyewe, Mungu mwenyewe ndio mkufunzi wa kwanza, ndio mwalimu wa kwanza. Sasa paragraph ya pili, tusikize kwa makini. Tutakuwa tunasoma taratibu lakini kwa hakika. Hatukimbizani na chochote. Si ni sawa? Amen. Anasema, kwa kukosekana kwa uaminifu nyumbani, hivi vitu nakumbuka nilikuwa naviandika. Ina maana hapa kuna jambo hili. Kuna uaminifu nyumbani. Sura hiyo. Sura hiyo ya nani? Shule za manabii katika paragraph ya pili. Kwa kukosekana kwa uaminifu wapi? Nyumbani. Wakina nani wanazungumziwa hapa sasa? Wazazi. Ina maana wazazi wanaweza kupoteza nini? Uaminifu. Unajua hajasema kwa kukosekana uaminifu kanisani. Sio hivyo. Kwa kukosekana uaminifu wapi? Nyumbani. Na jamani, ndio maana ukiangalia kuhusiana na machafuko mengi au wasi mingi ambao unaingia kanisani, kilele niseme chanzo kikubwa ni wapi? Nyumbani. Au watu wanaishi vipi huko nyumbani? Si pale kanisani tunakutana ni familia mbalimbali. Familia ya kaka, familia ya kaka ya kwangu na mwingine ndio tunakutana pale kanisani. Ina maana kama watoto wetu watataka kupiga gwaride, ni sisi wazazi tokea nyumbani ndio tunawasupport watoto. Vipi kama wazazi wote wakatia msimamo wakasema hapana, watoto hawa itabidi wafundishwe namna njia za Bwana. Mzazi mmoja akasema nyumbani kwake, na mwingine tena na mwingine tena. Mkikutana kanisani wazo lenu ni hili moja, watoto wetu hiki kitu hapana. Vitoto vinapenda kudansi, vinapenda kudansi, sio sema vinadagi, vinacheza vitoto. Kwa nini? Nyumbani. Wanaangalia nini hao watoto? Mtoto ametoka shuleni, amefika nyumbani, pap, TV, katuni ndio yuko nayo. Kutoka katuni, muziki, ndio nyumbani, si ndio? Kwa kama familia zote wangesema nyumbani kwetu ma TV hapana, hiki hapana, ina maana wale watoto wangekutana kanisani na kwa wazazi, kwa familia ambazo wametoka, kungekuwa na mambo shwari. Tunasikia? Kwa nasema kwa kukosekana kwa uaminifu nyumbani na mivuto ya ibada za sanamu nje. Hiyo ni kipengele cha pili cha mivuto ya nje, sawa? Nje ni kipengele cha ngapi? Cha pili. Cha kwanza ni wapi? Nyumbani. Cha pili ndio nje. Na unajua kwa nini kinakuwa kidogo kuliko hiki? Hapa kama mtoto atafundishwa vizuri hapa, nje hawezi kupatikana. Unaweza kumuondoa kidogo tu, unaweza kumsogeza kidogo kuliko kushika huko. Unaweza kumuondoa tu kidogo basi. Au uende hata kumsogeza pembeni sio mbaya. Haya. Kwa hiyo nje mtoto ina maana hawezi kukumbwa na mivuto potofu ya kumuondoa kabisa kama nyumbani atakuwa amepata msingi. Jamani tunaelewa? Nani wa kututhibitishia kwamba jambo hili ni hakika kwamba mtoto akifundishwa vizuri nyumbani nje hawezi kuyumbishwa? Nani? Kristo, sawa? Mtu anasema kwa kuwa ni Kristo. Tajeni mwingine? Danieli na wenzake. Kina Yohana, kina Yusufu. Kwa sababu nyumbani wazazi walipambana kufundisha watoto. Yusufu akasema, nifanye uovu huu nimkosee nani? Farao. Mungu. Ina maana alifundishwa njia za nani? Za Bwana, kumheshimu Bwana kuliko kitu kingine chochote. Danieli hakuyumbishwa nchi ya ugeni. Mtoto leo unaweza kama mzazi angelegelegea mtoto anaangalia kwanza ndio chance, si ndio? Kwamba baba yupo, mama yupo, majirani wapo, paja liko hapo. Lakini Danieli akasema hamna, haiwezekani.
Anasema mivuto ya nje ya sanamu za nje, vijana wengi wa Kiebrania walipokea elimu iliyotofautiana sana na ile ambayo Mungu alikuwa amewakusudia. Ndivyo hivyo kaka inavyosomeka huko? Sawa, tunaendelea. Walijifunza njia za kimataifa za mataifa. Sasa sikia. Kwa mpaka hapa ina maana mpango wa Mungu wa elimu ukawa umeshindikana. Sio kushindikana, tuseme ulifeli. Wakao wameshindwa kupokea. Maana Mungu mpango wake unawezekana, au Mungu haushindi mpango wake, lakini wanadamu niseme sisi wanadamu ndio tunamfilisha Mungu. Sijui kama nimeeleweka. Yaani Bwana mpango wake siku zote ni mzuri na ni mwema na kama mwanadamu akiufuata matokeo ni okay. Tunaelewa jamani? Ila sisi wanadamu ndio tunaofelisha mipango ya Mungu. Ni kama tajiri mmoja kuamini sana kaka Robert, kuamini kweli kweli. Akamwambia bwana, hapa tulime zao gani? Hapa alizeti zinatoka. Alizeti eka ngapi? Eka 2. Eka moja kulima shilingi ngapi? Akamwambia bwana 1,000. Akasema hapana, eka moja mtakupa 500 kulimisha. Mbegu shilingi ngapi? Kila kitu, trekta kulimia, kila kitu tayari ameshakupatia. Ukapata hela zote ukaenda kula. Si utakulaje hela zote? Milioni 3 amekupa zote umekula. Hivi mpango wa ule bosi umeshindwa au wewe ndio umefanya usiwezekane ule mpango? Wewe ndio umenania. Lakini kama angepata kijana mwaminifu mpango ungewezekana. Kwa Israeli pia na wao wakafelisha mpango wa kimbingu wa elimu. Sasa Mungu, kwa kuwa Mungu akati tamaa. Unajua Mungu, jamani, Mungu wa mbinguni nyinyi ni wa ajabu. Tuna baba wa ajabu sana. Hakati tamaa. Hiki kimefeli. Sawa. Plani nyingine tena. Plani ile ila anaweka anaanza njia nyingine ya kuendeleza ile plani yake. Sasa anasema kukabili uovu huu. Ndivyo hivyo kaka huko. Unaokuwa au anasemaje? This growing evil. Kukabili uovu huu, sawa? Uliokuwa unaendelea kufanyaje? Kukua. Maana ni kitendo cha mazoea, yani cha endelevu. Maana unakuwa huu uovu. Mungu alianzisha njia zingine au nyingine, ukaandika zingine nyingine, si ndio? Kuwasaidia walimu. Ni hivyo? Kaka amesemaje? Wazazi. Unaona jinsi ambavyo Bwana anarudi tena pale pale. Anarudi tena wapi? Nyumbani. Mara nyingi sana sisi tunakoseaga. Tukiona tu changamoto kwenye kanisa, solution nini? Tutoke kanisani. Sio suluhisho. Tatizo limeanzia wapi? Nyumbani. Si ndio? Sio kanisani. Pale kanisani ni kudhihirisha kile ambacho kimetokea wapi? Majumbani mwa watu. Kwa hiyo fundisha familia za watu ziweze kumwelewa Mungu wa mbinguni. Ina maana watu wakifundishwa vizuri, unajua hapa Mungu angeweza kusema kwamba ngoja niache na taifa hili, nichukue taifa lingine. Lakini hakufanya hivyo. Si ni sawa? Baada ya kuona uovu umezidi akasema, ngoja niwasaidie. Bado ana rehema watu. Akaandaa njia nyingine kuwasaidia wazazi. Hajasema kuwasaidia wachungaji au walimu, wazazi. Maana ndio walipewa jukumu la kuwa walimu na wachungaji katika familia zao. Alafu anasema katika kazi ya nini jamani? Ya elimu. Kuwasaidia wazazi katika kazi ya elimu. Hao ndio waliokabidhiwa kazi ya nini? Ya elimu, kazi ya ukombozi, kusudi kula nini? La maisha au la elimu ndo la maisha yenyewe. Sasa sikia. Kwa ina maana hapa tunajifunza wazi kwamba baada ya uovu kutokea, shule za nisiseme kwanza, nishuke chini kidogo, ngoja niendelee chini. Anasema kuanzia zama za zamani, manabii walikuwa wamejulikana kama nani jamani? Walimu walioteuliwa na Mungu, ilisema mwanzoni. Kwa maana bora kabisa nabii alikuwa yule aliyeongea kwa uvuvio wa moja kwa moja, akiwaletea watu ujumbe aliopokea toka kwa Mungu. Huyo ndio nani? Nabii. Alikuwa anapokea ujumbe, anaenda kuambia watu. Lakini jina hili walipewa pia wale ambao hata kama hawakuvuviwa moja kwa moja, walikuwa wameitwa na Mungu kuwafundisha watu kazi na njia za Mungu. Hao nao waliitwa kina nani? Manabii. Tuendelee. Kwa kulifundisha darasa la watu hao. Uko anasemaje kaka? For the training of such class of teachers. Kwa lengo la kufundisha darasa la namna hiyo. Tunaelewa? Kumbuka hapa tunajifunza kuhusu nabii. Kuna nabii anayepokea ujumbe moja kwa moja na kuna wale ambao ni manabii ambao japokuwa hawapokei moja kwa moja nini? Ujumbe kutoka kwa Bwana, lakini pia wanaweza wakahusika kufundisha watu njia za Bwana. Sasa kwa kupata darasa la namna hiyo, la namna gani? La walimu ambao ni kina nani sasa? Manabii ambao wapokea ujumbe moja kwa moja. Wao watapokea kutoka kwa nani sasa? Kwa nabii huyu ambaye anapokea moja kwa moja. Tunaendelea.
Kwa hiyo kwa lengo sasa la kupata darasa la watu wa namna hiyo, watu gani sasa hao? Ambao ni manabii ambao wataenda kufundisha watu njia za nani? Za Bwana. Na kwa nini nasema kupata darasa la namna hiyo? Kwa sababu kama ungekuwa unapokea moja kwa moja, ina maana kungekuwa hakuna haja ya kuwa na darasa la namna hii. Kumbe wanatafuta darasa la watu ambao hawapokei moja kwa moja neno, ila wanaweza wakapokea neno kutoka kwa yule ambaye anapokea moja kwa moja. Ndio nashuka sasa nasema kwa kulifundisha darasa la watu hao, Samueli, mnasikia hapa, akielekezwa na Mungu alianzisha shule za nini? Za manabii. Samueli ni nani hapa? Ni nabii gani huyu ambaye anapokea moja kwa moja? Kwa hiyo hapa tunamkuta mtu anaitwa nani? Samueli. Sawa? Samueli huyu anapokea neno moja kwa moja kutoka kwa nani? Kwa Mungu wa mbinguni, neno hilo. Sawa? Alafu Samueli sasa analipeleka kwa wale ambao pia wanaitwa ni nani? Manabii. Alianzisha shule za nini jamani? Za manabii. Alianzisha shule ya manabii. Kwa nini ndio shule ya manabii? Kwa sababu watakaofundishwa ni kina nani? Manabii. Ndio maana hii shule tuto shule ya manabii. Shule ya Majesuit watakaofundishwa kina nani hapa? Majesuit. Shule ya wezi wanafundishwa kina nani? Wezi. Shule ya wachawi wanafundishwa nani? Wachawi. Si mna habari kama kuna vyuo vya wachawi? Kabisa. Vipo vyuo vya wachawi. Tena kuna kipindi sio nadhani sio Tanzania sio nchi gani wakasema Kenya waliomba sio kuwe na nini walisemaje? Wanatoa ile shahada. Wanaotimu shule za wachawi. Tunawapa na degree kama na masters, kama na PhD, tuwape pia degree. Sio wamesoma wapate na degree zao. Pia kuna shule za nini? Za manabii. Na Mungu ametupatia darasa la shule za nini jamani? Za manabii. Hapa tuko darasani. Tunafundishwa na Bwana mwenyewe. Kwa hiyo Samuel kwa kuelekezwa na Mungu, ina maana huyu ndiye alikuwa anapata uvuvio wa moja kwa moja. Hakufundishwa na mwanadamu yoyote. Ila ni mbingu zilikuwa zinamfundisha. Na aliandaliwa tangu akiwa mtoto mdogo. Mama yake alifanya kazi gani? Hii hapa. Kabla ya uasi. Tunaelewa jamani? Kwa hiyo uasi unakuja kutokea, tayari Samuel ni miongoni mwa watoto ambao wazazi wao walihusika kuwafundisha watoto. Walipata maelekezo wapi? Kwa Musa. Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 6 pale 6 kuanzia 6:6 ukishuka, mtakapoenda katika nchi hiyo mkafundishe, mkatipo, mlalapo, msimamapo, mtembeapo kwenye mimo wa nyumba. Samuel alinufaika na hilo darasa kutoka kwa mzazi wake. Anaitwa nani mzazi wa Samuel? Hana. Aha. Ni Hana au Ana? Hana. Akamfundisha mtoto wake. Na hivyo tena alimchukua akampeleka wapi? Hekaluni. Kwa nani? Eli. Eli ni kipindi chote uasi umeshaanza kuingia, pia elewi. Mtoto anaitwa Kalale, anaitwa baadaye akakumbuka hata kwa Bwana anamuita huyo mtoto. Bwana alikuwa anamwandaa mapema mtumishi wake Samuel. Ni nabii huyu. Sawa pendwa? Haya, kwa hiyo Samuel akaanzisha darasa sasa la nani? La manabii. Kwa nini lakini? Kwa sababu kuna uovu tayari umefanyaje? Umeingia katika taifa la nani? La Mungu. Tunashuka chini kidogo. Tunaelewa jamani? Angalia lengo lake sasa. Kwa nini shule za manabii? Angalia lengo sasa. Hapa anasema hivi. Shule hizi zilikusudiwa. Lengo sasa hilo. Zilikusudiwa. Kaka ameniambiaje huko? Samahani. Okay, nishafahamu. Yes, anasema ulivyosema hivyo hivyo. Hivyo. Aha. Shule hizi zilikusudiwa kusimama kama vizuizi dhidi ya kuongezeka kwa, amesema rushwa, lakini sio rushwa. Ni nini? Ni corruption, ni rushwa, lakini uharibifu ndio neno sahihi. Kwa hiyo shule hizi zilikusudiwa kusimama kama vizuizi dhidi ya kuongezeka kwa uharibifu, sawa? Kuwawezesha vijana kuwa na ustawi wa kiroho na kiakili, utamalizia na kimwili, si ndio? Na kukuza mafanikio ya taifa kwa kulipatia taifa watu wenye sifa ya kuishi ameandika hivyo. Kuishi kwa kicho cha Mungu kama viongozi na washauri. Yaani kutenda. Yaani kulipatia taifa. Ndio hivyo. Lililostawishwa. Na sasa sio mbaya. Tuangalie tu lengo la msingi. Kwa lengo la msingi ni kwamba shule hizi zilikuwa zimewekwa sasa kuwa kama nini? Kizuizi. Huku ni taifa la Mungu. Tunaona taifa lipo hapa. Huku ndo nje kuna uovu mwingi unaingia. Sasa hizi shule zilisimama hapa kama nini? Kizuizi. Beria ameandika, si ndio? Yaani nikisema kizuizi kama ikai sawa, lakini beria kitu cha kupinga kuongezeka kwa huo uovu katika taifa la nini? La Israeli. Hizo ndio shule za manabii sasa. Leo hii kuna uovu, kuna uovu. Tunahitaji nini ili tuweze kusimama? Shule za manabii ambao ni vizuizi. Kwa hiyo sasa kama vipi kama Mungu angesema iko hivyo?
ngoja nianzishe taifa lingine. Angeanzisha taifa lingine na maana taifa lote lingepotea. Lakini bado kuna mtu mmoja hao wanampenda Mungu. Na ndio maana tukisema kanisa la Mungu halitaanguka, sio kanisa jengo, sio kanisa mfumo wa General Conference, hapana. Ni watu wa Mungu wanaompenda Mungu. Hao ndio ambao watafanyaje? Hawataanguka. Sasa hao ndio wanapaswa kuwa na mawazo ya akili mwao kuanzisha nini? Shule za nini? Za manabii. Mungu akisema na kanisa duniani, ina maana la watu ambao wanafahamu kuna uovu, alafu wameshakuwa na nyenzo ya kufanyaje? Ya kukinga uovu usiingie. Na zinatakiwa zifanyike wapi wapendwa? Nyumbani. Ina maana nyumba zitakazokuwa zinafanya shule za manabii, hao wataweka beria, wataweka kizuizi dhidi ya nini? Ya uovu. Na Mungu anasema nina kanisa duniani. Kanisa hili liko wapi? Anasema familia ya Mjoli pale, familia yule pale, familia yule pale, yule wote ni Waadventista ambao ni kanisa langu. Sio kwamba kujiona tunaenda kanisa la Mungu ana kanisa hili alitaanguka. Haimaanishi hivyo. Tunaelewana ndugu zangu wapendwa katika Kristo? Ndio. Tunasonga. Sasa sikia hapa mbele. Sifa za wanafunzi. Samuel ya kuchukua tu wanafunzi mradi. Hizo nazo ni za msingi za kuzizingatia. Tutaziandika sifa kuu 3. Tunakuwa na sifa kuu ngapi? 3. Nataka tuziangalie sasa Samuel ili aweze kuanzia darasa la namna hiyo, alichukua wanafunzi wa namna gani. Angalia hapa mbele. Anasema nimeishia mahali ambapo anasema mashauri kwa ajili hiyo huko ni hivi. Sijajua ulipo baada to this end. Hapo au ameandikaje? To this end. Kwa namna hiyo, si ndio? Kwa ajili hiyo au kwa namna hiyo Samueli alikusanya makundi ya vijana wa kiume wenye sifa kuu 3. Ya kwanza ameandikaje huko? Pious, wacha Mungu. Tunaelewa Sifa ya kwanza watu hao walipaswa kuwa wacha Mungu. Sio kila mtu angefaa kuingia katika darasa. Ya pili, wenye uwezo mkubwa kiakili. Kwa hiyo watu wenye sifa nini? Kiakili. Unajua kuna wengine hawana akili. Ndio maana maandiko yanasema muwe na nini? Muwe na akili. Kifungu gani kaka Fadhili? Basi wewe na akili. Petro wa pili. Naomba tulitafute wakati tunaangalia sifa 3. Alafu na sifa 3 anasema wenye bidii ya kujifunza, studious, si ndio? Wenye bidii, jamani. Bidii kujifunza. Ndio maana nasema ni neema ya Mungu tuko hapa, ndio tusinge kuwa katika darasa la nani? La Samuel. Ndio Samuel angesema wewe nje. Wewe mbona uandiki nje? Kwa upendo lakini, si ndio? Ndio utafutie hilo fungu. Petro wa kwanza 4:8. Petro wa kwanza 4:8. Tusome. Kwanza 4:8 au wa pili? Petro wa kwanza 4:8. Ndio shule sasa hii jamani. Na tutaona masomo ambayo alijifunza Petro wa kwanza 4:8. Haya. Ni 5:8. 5:8. Mwe na kiasi na kukesha. Hiyo 5:8 mwe na kiasi na kukesha. 4:7. Haya. 4:7 tumefika Tuandike fungu la Petro wa kwanza 4:7. Inasema hivi, lakini mwisho wa mambo yote umefanyaje? Umekaribia. Basi wewe ni na nini? Na akili mkeshe katika nini? Sala. Kwa hiyo mwe na akili mkeshe. Kukesha ni nini hiyo? Ni juhudi, si ndio? Kuna juhudi pia kuwa na akili na kuna juhudi ya kukesha katika nini? Katika sala. Hiyo unaweza ukaongezea hapo, lakini ngoja tuangalie sifa kuu 3. Jamani, macho yote naomba mniazime macho kwa muda hapa yawepo. Samuel kwa namna hiyo alianzia darasa, kwa hiyo alikusanya vijana. Hakuita vijana wote, lakini aliita vijana waliokuwa na sifa kuu ngapi? 3. Sifa ya kwanza, vijana hao walipaswa kuwa wacha nani? Wacha Mungu. Tunajua tunafahamu watu wacha Mungu. Wanampenda nani? Wanampenda Mungu. Ina maana hao ni wanyenyekevu, wakiomba kuomba wanapiga magoti wanaomba. Tusome Biblia, wanafungua Biblia. Hao ni wacha Mungu, wanampenda Mungu. Haya. Sifa ya pili ni watu wenye nini? Wenye akili, uwezo wa kiakili. Wacha Mungu maana wanapenda mambo ya Mungu, si ndio? Watu wenye akili maana wenye nini? Wenye uwezo wa kutambua mambo, kupambanua mambo. Ina maana hao wakipewa majukumu wenzao wakakabili kwa wakati mfupi wakamaliza. Si ni sawa jamani? Tunakumbuka wakati wa Elisha. Sifa ni zile hadi wakati shule inaendeshwa na Elisha. Tunakumbuka wakati. Kilikuwa ni kipindi ambapo kuna wakati shule ilikuwa imejaa wanafunzi. Na kulikuwa mna mahali pa nini? Elisha aliwaambia vijana tukajenge nyumba. Wakina nani walimwambia Elisha tukajenge nyumba? Ni wanafunzi.
Wanaitwa wana nini? Wana akili wale. Wakamwambia Elisha tufanyeje? Tunataka tujenge, si ndio? Alafu walianza kumwambia tunaomba utusupport bati na matofali. Ni hivyo. Walisemaje? Twende Yordani. Tena wanamwambia Elisha, tunalokata. Yaani wao wako tayari tukakate nini? Miti. Walikuwa na vifaa vya kutosha? Hata shoka moja ilikuwa la kuazimwa. Hao watu wenye uwezo wa nini? Wa kiakili. Lakini watu wa kiroho kwa sababu wacha Mungu wao. Kwa sababu wanaona sasa wenzetu watapata wapi nafasi? Basi si wewe wana upendo. Tena wanasema twende pamoja nao. Twende pamoja nao. Wanataka waende na mtu wa Mungu. Hata waendelee kusikia maneno ya nani? Maneno ya Mungu. Kama ungekuwa wapendi mambo ya Mungu akasema basi wewe baki hapa. Tukienda na huyu ni magombo njiani mpaka tunarudi. Abaki huyu. Lakini akasema twende na mtu wa Mungu, wanampenda, ni watu wa cha Mungu. Sikia jamani. Shule hii ya manabii sio tu watu wanampenda Mungu, lakini wawe na akili. Si tunaelewa jamani? Ina maana watu wanaweza kupambanua mambo, hiki kinakaa hapa, hiki kinakaa hivi. Hiyo ndio shule ambayo Mungu angehitaji iweze kuwepo kwa kipindi hicho. Uwezo wa nini jamani? Wa kiakili. Unajua duniani kuna watu wana akili nyingi lakini hawampendi Mungu. Kuna watu wanampenda kweli Mungu lakini hawana nini? Hamjawahi kuona? Kwani mjasoma na watu ambao wanapenda mambo ya Mungu afu unafeli. Hamjawahi kuona? Sasa nikisema kufeli mwingine anaweza kafeli. Unda hata Yesu angekuwa pale angefeli eti. Angefeli kwa sababu angekataa kuandika uongo. Lakini vivyo kweli angevijibu. Angeambia kwamba bwana mtu wa kwanza ni nani? Anajua dunia inafundisha mtu wa kwanza ni nani? Ni nani? Ni nyani. Lakini Yesu angeandika nani? Adamu. Tena angeandika si nilimuumba mimi, lakini singeandika hivi, sio? Yeye ndio anajua mbona nilimuumba mimi Adamu. Ni Adamu na mke wake. Okay. Kwa hiyo kuna uwezo wa nini? Wa kiakili. Basi tuwe katika mtazamo kwamba wakili hata yakuelewa maandiko matakatifu. Na kuhifadhi kichwani, maki ndio huo ndio uwezo wa kiakili. Kuhifadhi na kulielezea neno la nani? La Mungu. Lakini pia bidii ya kujifunza. Unaweza kuwa una akili lakini hutaki kujifunza. Ndio maana duniani kuna watu wanaitwa Matanzania wani. Mnawafahamu wale? Wanakuwa na viburi kweli kila mtihani wa kwanza hadi Tanzania nzima kwa mtu wa kwanza Tanzania ni fulani. Lakini ukiangalia ampendi Mungu. Lakini pia hana hii sifa ya bidii ya kujifunza. Ina maana bidii ya kujifunza pia ni moja kati ya sifa ambazo zingetakiwa kuonekana katika shule ambayo Samuel alianzisha. Bidii ya kujifunza maki angesoma hiki, angechukua hiki, angesoma japokuwa ana akili lakini bado angepitia. Na ndio maana jamani tusichoke kusoma nukuu hata kama mara 100, mara 50, mara 10, mara 5, mara 2. Useme kwamba hiyo nukuu tulishia kuitafakari sana wanadani. Sasa kila siku hiyo. Kila mara unaporudia nukuu. Unajua mimi nukuu nimerudia leo kuna kitu nimekipata hapa. Kwenye nukuu niliyosoma leo. Tena kabla ya kuja hapa nilipitia. Lakini kuna kitu nimekipata muda huu hapa. Unajua Mungu anafundisha kwa namna kipekee sana. Kuna kitu nikasema ile nukuu ya kwanza nadhani kama sio kwanza ya pili nikasema kumbe kuna nyanja 3 mimi sikuziona. Niliandika lakini nilikuwa sijaziona. Nilipitia sikuziona lakini ni mara 3 kwa leo nasoma mara 3 muda huu hapa kama sio ya 4. Maki nimesoma asubuhi, nimesoma tena muda kuja kujiandaa, nimeiandika. Nikasema kumbe kuna nyanja 3. Sasa vipi kama ningesema nukuu mimi naifahamu? Nisingepata ile wazo. Tunaelewa wapendwa? Mambo ya msingi sana haya. Kwa hiyo sifa hizi 3 zingepaswa kuonekana. Na sisi pia tunapaswa kuwa na sifa hizi ngapi jamani? 3. Tuwe wacha Mungu, tumombe Mungu atusaidie uwezo wa kiakili. Na kuna hadi nyingi kuhusiana na uwezo wa kiakili. Zipo nyingi sana. Lakini pia bidii ya kujifunza. Unapotia bidii, maana unafanya mazoezi. Unapozoesha kitu unakizoesha kinakuwa tabia kujenga akili. Tunaelewana Sasa tuendelee mbele kidogo hapa. Naam. Hapa nisije nikawa natoka na wazo tofauti. Karibu. Ukizungumzia akili na yule anayeitwa mpumbavu vinaweza vikawa kinyume na wenzake au? Yaani mpumbavu kuna mpumbavu na mjinga. Mtu ambaye hana akili sio mpumbavu, ni mjinga. Kuna pumbavu wana akili kuliko genius. Ndio maandiko yanasema mpumbavu amesema mwili wake hamna nani? Kwanza hao wakana Mungu unadhani wale ni wajinga? Ni wale sio wajinga. No. Wale sio wapumbavu. Sio wajinga. Ile ni wapumbavu. Unaona shetani? Shetani sio mjinga. Ile ni mpumbavu. Mwenye akili. Unaona kwa uwezo wa kiakili, uwezo hata wa kufanya hivi. Niambie. Nisomee hapa kama shika nikusomee. Inasema hivi, amewezaje huyu? Anaweza akakalili vitu vyote lakini bado mbele za Mungu akaonekana nani?
mpumbavu. Tunaelewa? Ni mpumbavu. Tunafahamu Yuda Iskariote alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kiakili. Petro mwenzangu na mimi walikuwa ndio hivi. Tunaenda. Lakini Petro alikuwa ni mtu mcha Mungu, alikuwa anampenda Mungu. Petro alikuwa na bidii kwa mambo ya Kristo. Lakini Petro huenda alipungua katika kipengele cha akili. Kuna mambo mengine wanaambiwa hiki, anajibu hivi. Ila Yuda ukisoma sifa za Yuda tumeshakuzisoma jamani. Yuda alikuwa sio wa kawaida. Yuda uwezo wake wa kiakili ulikuwa sio wa kawaida. Alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kiakili. Tunaendelea? Haya. Kwa hiyo tumeona sifa hizi kuu 3 za msingi. Baada ya hapo anasema hivi. Kwa ajili hiyo nimeshasoma hawa waliitwa wana wa manabii. Jamaa tunaelewa? Anasema Samuel alikusanya vijana katika Israeli wenye sifa kuu ngapi? 3. Wacha Mungu, watu wenye akili au uwezo wa kiakili na wenye bidii nini? Ya kujifunza. Alafu anasema hawa sasa waliitwa wana wa nini? Wa manabii katika hizo shule za manabii. Swali, kwa nini waitwe wana wa manabii? Karibu kaka. Wanaitwa wana wa manabii sababu wanapokea kutoka kwa nabii. Wanapokea kwa sababu wao ndio wanaofundishwa, ndio darasa. Ndio darasa. Sawa. Ndio shule ya manabii. Ndio shule ya manabii. Sawa. Jibu la kwa ni jibu sahihi. Kuna sahihi nyingine? Wanaitwa wana wa manabii ili kurudisha ule msingi wa kwamba shule lazima iwe katika mfumo wa kinyumbani. Jamani. Sawa kabisa. Nzuri. Nashukuru. Ongezea mtu mwingine. Wewe. Wewe basi karibu kwanza wewe. Mimi nilikuwa nawaza kwamba kwa sababu mwalimu wao alikuwa anaitwa baba. Sawa. Ndio nitukana. Inatosha. Kwa jamani wanaitwa wana manabii. Umesema vizuri. Kila mmoja ameongea point yake. Ina maana wanafundishwa msingi ni ule ule wa nyumbani. Wasipoteze msingi wa nini? Wa nyumbani. Hawa watu kama wanaitwa wana wa manabii, ina maana msingi si nyumbani? Sisi tumesema msingi nyumbani. Nyumbani nani anapaswa kufundisha shule nyumbani? Baba au wazazi, si ndio? Kwa hiyo kama ni wazazi wangefundisha watoto wao. Watoto wangeitwa watoto wa nani? Kama baba ni Juma, watoto wa nani? Wana wa nani? Wa Juma. Sasa anayefundisha sasa ni baba, lakini baba ni nani? Ni nabii Samuel. Watoto wana wa manabii au wana wa nabii kuendeleza ule msingi. Na wao wangeitanaje? Kaka na dada. Kama kungekuwa na hakika wangeitana kaka na nini? Na dada. Kama kiume tu kaka na kaka. Tunaelewa msingi. Huu ni msingi mzuri sana. Kwa nini leo kuna uovu mwingi hata uasi katika mashule yetu? Kuna kila aina ya uchafu ambao mnaofahamu. Kwa sababu gani? Mtu tunamchukulia huyu ni mtu fulani amekuja kujifunza, si ndio? Lakini kama kaka na kaka au amini kaka na dada yake, hivi unaweza ukaenda kumapproach kumfuata dada yako, ambia nakupenda, nataka nikuoe, ukamchumchumpa, inawezekana? Unaweza kufanya vile dada yako? Hawezi. Ule msingi ulipaswa kuendelezwa katika hizo shule. Na kuna nukuu sijaiweka hapa. Hata katika shule, nabii kuna mahali anaandika, anasema katika taasisi zetu kuna mengi ambayo yanaonyesha kushusha viwango kwa sababu ya kuleta maneno ambayo hayakupaswa kuwepo katika shule zetu. Unajua ametumia maneno gani? Amesema kuitana Mr. na nani? Mrs. fulani, Mr. fulani. Hiyo haitakiwi katika shule za manabii. Bali nini waitane nini na nini? Kaka na dada. Ndio nikikuta tu dada. Tayari kuna mpaka mzito sana. Nikikuta kaka, hata ule upendo unajengeka. Wanafundishwa na baba yao ambaye nani? Nabii. Wataitwa wana wa manabii. Nipatie mfano mahali pamoja ambapo mtu alimwita nabii baba. Nani? Elisha. Nani jamani? Wafalme wa pili 2, twende. Tufike hapo. Mnaendelea kuandika? Nikifika na nyinyi ndio mtafika. Nyinyi mnaandika au mimi mnaandika maelezo yote ninayozungumza hapa? Unapaswa kuitana kaka na dada. Unapaswa kuitana kaka au unaandika kaka na dada. Alafu baadaye unajua ukiandika vifupi, alafu ukikata na kupitia, kuna vingine Mungu anakufundisha na kuna vingine unapata kuviweka. Wa pili 2. Mfano wa pili sura ya pili. Mstari tume wa 12 hapo. Nitaanzia mstari wa 11. Mfano wa pili 2.
Wafalme wa pili 2, Wafalme wa pili 2. Haraka jamani. Tuwe chap, si ndio? Tuvikalii vitabu vilipo, tuwe studious, tuwe na intelligent, si ndio? Haya, Wafalme wa pili 2 nasoma kuanzia 11. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele, ni Elisha na Elia jamani. Na kuongea tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto. Likawatenga wale wawili. Nani jamani? Elisha na Elia. Nani nabii hapo? Elia ambaye anamfundisha nani? Elisha, mwanafunzi wake. Naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa nini? Wa kisulisuli. 12. Naye Elisha akaona, akalia, mwalimu wangu, ni hivyo. Baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, na kuendelea mbele. Kwa hiyo alimuita nani? Baba yangu, nabii wake ambaye alikuwa anafanyaje? Anamfundisha. Na maana anajua huyu ni baba. Ndipo amepata hiyo elimu. Tunasonga mbele, sawa wapendwa? Haya. Nukuu inaendelea, inasema hawa waliitwa wana nini? Wa manabii. Walipojifunza kazi na maneno ya Mungu, nguvu ya Mungu itia uhai, ilitia nguvu, uwezo wa akili na roho zao, na mwanafunzi alipokea hekima itokayo juu. Bila shaka ni hivyo kaka huko. Si ni sawa? Nataka tuzingatie sana hii dondoo inayofuata hapa. Kwa mpaka hapa tumepata wazo zito sana, zuri, si ndio? Wakufunzi, huko amesemaje? The instructors, makini manabii hao. Wakufunzi hawakuwa tu wajuzi katika kweli ya Mungu. Unajua kuna ujuzi wa kweli za Mungu. Unaweza kuchambua unabii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mpaka Ufunuo ndio mwisho wenyewe. Unaweza mpaka takatifu ukapachambua vizuri. Kila kipengele kukifundisha. Maandiko hataki hivi tu. Anasema kwamba wakufunzi hawakuwa tu wajuzi katika kweli ya Mungu. Manake hapa anazungumzia kipengele cha nini sasa? Cha kiakili. Kuwa na ujuzi katika kweli ya nani? Ya Mungu. Ni kipengele gani jamani? Cha kiakili. Kulihifadhi neno la Mungu vizuri na kulifundisha kwa ufasaha. Sasa anasema sio hiyo tu. Andiko lingine anasemaje? Bali wenyewe walikuwa na uzoefu. Hapa amesema uzoefu lakini sio uzoefu. Amesemaje kwa Fadhili? But had themselves enjoyed. Umesikia jamani? Lakini wao wenyewe ndio tusikilize jamani sasa hapa. Lakini wao wenyewe walikuwa wanafanyaje? Wanafurahia nini? Ushirika na nani? Na Mungu. Neno zuri sana hilo linaitwa nini? Ushirika. Nini? Ushirika. Maana nyingine ya ushirika ni nini? Ili neno ushirika ni neno la Kiswahili ambalo linasema communion. Ni neno moja tu la Kiswahili kwa hilo. Kwa Kiingereza kuna maneno mengi. Wewe tuzungumzie, kila mtu anaweza kupata maneno yake. Communion. Neno lingine ni nini kwa Kiingereza? Fellowship. Neno lingine? Friendship, urafiki. Sawa? Ile closeness, yani ile kabisa ile famfe, si ndio? Ile kabisa ya ndani kabisa. Ndio hiyo inaitwa hata upatanisho. Unajua hata neno kwa Kiswahili nasema tu upatanisho. Lakini atonement. Yaani hapo ndipo ambapo mawazo yanapokutana, yanaumana kabisa hivi. Ndio ndoa hiyo. Jamaa tunaelewa Hasa hilo lengo la msingi sana. Na ndio tunataka tutokee hapo. Kwa nini shule za manabii? Usisahau ushirika. Na ushirika ni kitu kipana. Ushirika ndio ule umoja wa ndani ambao huwezi kutenganisha. Huu hapa. Yaani ningetamani kuweka msingi wa hii, afu Ijumaa tutokee hapa. Sawa jamani? Hebu ngoja tuendelee kidogo tu mbele. Hilo neno la msingi sana natamani tulizingatie. Kwa hapa umezungumzia wakufunzi, walikuwa wafundishi tu, lakini pia walifurahia ule ushirika na nani? Na Mungu. Je, tunafurahia? Je, tunaweza tukafanya watu pia wafurahie ushirika na Mungu? Au unaweza kufundisha ni kwanza mtu anaona kama manabii wenyewe ndio hawa, walimu wenyewe ndio hawa, mtu anakata tamaa kabisa kuwa na ushirika na Mungu. Kwa maana Mungu ametutoa wapi? Mijini. Ametutoa mashambani. Ndio mazingira ambapo Mungu alijua shule hizi zikifanyika huko ni rahisi kuendelezwa huu ushirika na nani? Shule ikiwa mjini, hamna kitu kama hichi. Achana watu ambao wanataka wajenge shule mijini. Huu ni uasi. Na kuto kujua plani ya Mungu.
Sawa ndugu zangu? Hauwezi ukafurahia ushirika wa mbingu ukiwa mjini. Haiwezekani jamani, tutadanganyana. Haya. Kwa hapa kuna kitu ambacho hajakiweka sawa. Sasa naomba mimi hapa ndaruka. Sasa jamani, nimeweka msingi mzuri sana. Kwanza sasa hizi ni saa ngapi? Ndio ile muda ambapo tuketumalize 11:30. Jamani, naweka msingi. Sawa ndugu zangu? Kipindi kijacho tunaanzia hapa. Kwa nini shule za manabii asiwepa hata moja kusahau? Ni kwa sababu ya kuendeleza au kuweka niweke sawa. Okay, sawa. Lakini haya yote hayo mwisho siku kumleta mwanafunzi hapa. Lakini yeye mwalimu mwenyewe kwanza anapaswa aanze kuielewa hii. Tunaelewa ndipo itaweza kuweka kwa mwanafunzi. Na sisi pia tukajiulize maswali. Leo juma ngapi? Jumatano. Tuna siku ya kesho Alhamis. Ijumaa tujihoji, je, kwa hizi siku mbili ngapi nimefurahia ushirika na Mungu? Kwa kuwepo hapa mashambani. Hapa mbele utaona wanasema kwamba hawakufundishwa tu wajibu wa maombi, lakini pia walifundishwa namna ya kuomba, hata namna ya kusikia sauti ya Mungu. Kwa muda wetu tukasome jamani, mimi sitasoma hii sura yote. Kuna vipengele tukazana nitakuwa na donoa. Huenda kwa hii sura naweza nikaishia hapo nisome vitu vingine vingi, lakini kila mtu anatamani akatafakari. Kuna vitu vingi vizuri sana katika shule zote mbili za nyumbani na shuleni, mafundisho mengi. Kuna mambo mengine mengi walifundishwa pia kujitegemeza wenyewe kwa kujisapoti kutoka katika kazi za mikono. Anasema hata walimu na wao walipaswa kujisapoti wenyewe kutoka katika kazi za za mikono. Na anasema ilionekana ni dhambi kwa mwana wa Israeli hata kama alitokea familia ya kitajiri au kimaskini, yani ilionekana ni dhambi kuto kufundishwa hizo kazi za mikono, hizo biashara kwa namna nyingine. Walifundishwa biashara mbalimbali. Kuna mahali nabii anaandika hii sura hii ya shule za manabii walielekezwa kufanya kazi na kujisapoti wenyewe. Hata kama ndio maana hata Yesu alipofika alijifunza kazi gani Yesu ya mikono? Useremala. Na kisha bado kabla hajaenda kwenye ile huduma ya hadhara ya moja kwa moja, alikuwa anafanyaje? Anatengeneza vitu, anaweza kauza pia. Ndio maana kuna wakati alikuwa anapata kipato kidogo cha fedha na kusaidia wengine hivyo na kusaidia mazingira mahali ambapo alikuwa anaishi pale nyumbani. Ndugu zangu, tumepata wazo hilo. Kwa hiyo shule za manabii ziliwekwa rasmi kwa lengo la kuwa kizuizi kwa uovu ulikuwa umefanyaje? Umetokea katika taifa la la Israeli. Lakini kikubwa kumleta mwanadamu hapa kwenye ushirika. Tusisahau lengo la elimu ndio lengo la la ukombozi. Na lengo la ukombozi kwa nini kuna ukombozi? Kwa sababu kuna kuna dhambi. Si sawa? Na dhambi imefanyaje? Isaya anaandikaje? Dhambi imefanyaje? Imetufarakanisha au imetutenga na na Mungu. Kuondolewa kwa dhambi, mwanadamu analetwa katika ushirika au katika upatanisho na Mungu. Hii hapa. Kwa hiyo lengo la ukombozi na lengo la elimu lazima viende sambamba. Bwana atubariki, atupatie neema yake kuyatafakari hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haya. Tuombe. Tuombe. Sawa. Karibu. Tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya fursa hii nyingine ambayo umetupatia Baba mwema. Asante kwa maana wewe ndiye unayetufundisha na kutuelekeza katika njia zako. Unatualika tuweze kuja katika shule yako na kujifunza kwako upole na unyenyekevu wa mwanao mpendwa Yesu Kristo. Kristo akiwa ni mkufunzi mkuu na sisi sote ni wanafunzi, tunatamani kujifunza na kuelewa njia zake. Tusaidie na utujalie Bwana kwa kadiri ya mapenzi yako kuelewa haswa kile ambacho unakusudia kiweze kueleweka kwa nyakati hizi ambazo tunaishi. Tunaishi katika kipindi ambapo kuna uasi katika kanisa lako kwenye huu ulimwengu. Lakini bado Bwana unatamani kutusaidia na kutuwezesha kuwa miongoni mwa wale ambao watakaoanzisha shule za manabii ili ziweze kuwa vizuizi katika uovu huu katika nyumba za Waadventista wengi sana. Baba, nasi tukiwa miongoni mwa hao Waadventista tunaomba utusaidie na utuwezeshe kwa kadiri ya mapenzi yako kuwa mbaraka kwa ajili yetu na kwa ajili ya familia zile ambazo Bwana utaruhusu tuweze kujifunza nao. Neema yako iambatane nasi sote tunapotawanyika muda huu hadi tena tutakapokutana siku ya Ijumaa. Tunashukuru, tunajikabidhi kwako kupitia mwana mpendwa Yesu Kristo. Amen.